Watu wa zamani mara nyingi huwa wanawini mjadala huu kwa sababu wanakuwa na story nyingi za uongo ambazo haziwezi kudhibitika. Ni kweli. Yani story zao wakishaanza kukueleza. Sasa mimi nimekaa na watu wa mpira wanaweza kukuelezea jinsi ambavyo Sande Manara alikuwa anacheza mpira zama hizo. Wakakuelezea jinsi ambavyo Kitwana Manara alikuwa anacheza mpira zama hizo. Wakakuelezea jinsi ambavyo Juma Pondamali Mensa alikuwa anadaka wakati huo. Afu akaja wakakuleta hapa katikati wakakwambia jinsi ambavyo Leo Digachila Tenga alikuwa anacheza center half ya wakati huo. Sasa wewe unakuwa uwezi kubishana nao kwa sababu hujamuona Tenga. Alafu wao wana faida mbili. Wako wawili pale nyie mpo 10 lakini wao wawili sasa wanakueleza matukio ambayo wewe ukuona. Alafu wana faida mbili watu wa zamani kwenye kada zote. Advantage ya kwa zamani ni kwamba sasa hivi unaona na zamani umeona. Disadvantage za kijana ni kwamba sasa hivi anaona zamani ya kuona. Kwa hiyo vita inakuwa ni ngumu kuamua kwa mtu ambaye hajaona. Na ndio hapo unapobaki kusikiliza tu. Ukibisha ulikuwepo na sio tu ulikuwepo na hauna adabu juu kwa sababu mtu amekuzidi umri. Mkubwa akosei. Ndio zamani wazee walikuwa wanasema kila mtu kwa nafasi yake anakuambia jitahidi sebleni. Mimi nilikuwa wa kwanza. Ni kweli. Wazee wote walisoma darasa moja wanakuambia afu kila mmoja alikuwa wa kwanza. Wa mwisho alikuwa nani? Mtaula wanakuambia nimesoma na babako. Nilikuwa wa kwanza. Lakini anapomfokea mwana anasema alikuwa wa kwanza. Na babako akifokea anakuambia alikuwa wa kwanza. Na nikaenda mtaa wa pili babake Chazi alisoma na babangu. Na yeye anamwambia Chazi kwamba alikuwa wa kwanza. Na wazee wa zamani walikuwa wanasaidia homework watoto wao. Wazee wa zamani. Wewe ndo wa kwanza kusoma utasaidiwaje homework? Utasaidiwa na nani? Wewe ndo wa kwanza shule. Wewe ndo wa kwanza shule. Hakuna kusaidiwa. Lakini unajua jinsi ambavyo mambo yamerahisishwa kufanyika. Ni kweli yanapunguza uwezo wa watu wa sasa hivi kufanya mambo kwa kutumia akili nyingi kuliko ilivyokuwa zamani. Sababu sasa hivi kumekuwa kuna teknolojia, kuna namna ambavyo jinsi ambavyo mnafanya mazoezi. Labda zamani watu waliofanya mazoezi vizuri wakimbie kupanda na kushuka mlima na kadhalika. Siku hizi watu wanaweza wakatengenezewa kichumba kidogo tu ukafanya yale mazoezi ambayo zamani ungeweza kuteseka sana. Kuna vifaa vingi tu pale. Unaona mtu anachukua kiroba kinajazwa mchanga afa anakiweka kiunoni. Haikuwa sawa. Anaanza kukimbia nacho. Unambebaje mchezaji mwenzako? Wachezaji wa zamani wa sasa hivi wanatembea, wanasikia maumivu makali. Wote wakina Jamhuri Kiwewe wale miguu na wauma. Rafiki zangu wakina Fikiri Magoso. Unambeba mwenzako unapandisha mlima au ngazi au nini? Why?